Leo tarehe 10 Oktoba, Mama Kanisa anatukumbusha juu ya maisha ya Mtakatifu Daniel Comboni, askofu misionari. Mtakatifu Daniel Comboni alizaliwa Limon Salgarda nchini Italia tarehe 15 Machi mwaka 1831. Wazazi wake walikuwa Luigi na Domenica. Daniel alikuwa mmoja kati ya ndugu wanane katika familia yao, lakini ndugu zake wote walifariki walipokuwa watoto. Daniel aliacha wazazi wake alipokuwa na miaka 12 na kwenda Verona kusoma kwenye shule ya Padre Nicola Maza kwa lengo la kuwa padre. Baada ya malezi ya seminari, alipewa daraja la upadre na kisha akaenda Sudani kwa utume wa misionari. Alianzisha shirika la wamisionari wa Moyo Mtakatifu wa Yesu na shirika la masista wa Afrika, yaani wamisionari wa Komboni na masista wa Komboni. Aliingia nchini Misri akiwa na wamisionari wengine 5 mwaka 1857 na kukaa kule kwa muda. Baadaye wote waliendelea na safari hadi kufika Sudani Kusini. Baada ya miaka 2, Daniel alirudi Italia kwa sababu wamisionari wenzake wote walifariki kule Sudani. Siku moja alikwenda kusali katika basilika la Mtume Petro mjini Roma, kutafakari kuhusu njia ya kueneza Injili barani Afrika. Akiwa mle aliandika mpango ya kuirudishia Afrika uhai. Katika mpango huo, Comboni alisema ya kwamba ni lazima kusaidia Waafrika kukua katika elimu ili waweze kupanga maendeleo yao wenyewe. Baada ya hapo, alirudi tena Afrika akiwa na hali na nguvu mpya. Na mwaka 1867 akiangazwa na Roho Mtakatifu, alianzisha shirika la mapadre na mabradha ili wamsaidie katika kazi ya uinjilishaji. Mnamo mwaka 1877 alipewa daraja ya uaskofu ili kujenga kanisa katika Afrika ya Kati, kwenye nchi za Sudani, Uganda na Kenya. Comboni alijenga makanisa na kuanzisha shule na vyuo mbalimbali ili kutoa elimu ambayo itamkomboa Mwafrika kiakili, kiuchumi na kiroho. Mojawapo ya vyuo mashuhuri alivyoanzisha ni kile cha Mtakatifu Yosefu Laibi. Daniel Comboni aliaga dunia tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 1881. Alitangazwa kuwa mtakatifu na Papa Yohane Paul wa pili tarehe 5 Oktoba 2003.